Yesu Kristo na asifiwe, mtu wa Mungu. Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kitabu cha Luka sura ya 18 mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 8. Sikia maneno haya ambayo Yesu anawafundisha wanafunzi wake. Anasema hivi: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Ni lazima wamuombe Mungu siku zote na wala wasikate tamaa. Alafu Yesu akasema mfano huu, akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, amchi Mungu wala ajali watu. Kwenye mji fulani kulikuwa kuna hakimu. Kadhi ni hakimu. Sifa ya huyu hakimu alikuwa amchi Mungu. Sifa yake ya pili alikuwa ajali watu, manake hana ubinadamu, hana utu mbele za watu. Lakini anaendelea kwa kusema mfano, anasema na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Lakini kwenye huo mji ambao anaishi huyo hakimu, kulikuwa pia kuna mwanamke mjane anaishi kwenye huo mji, ambaye alikuwa anadai haki yake ipatikane kutoka kwa huyo hakimu, yani hakimu ampe haki yake. Na sifa aliyokuwa anaifanya huyu mwanamke mjane, huyu mwanamke mnyonge, alikuwa anamwendea daima, kila siku, kila saa anamfuata huyu hakimu ampatie haki yake. Anaendelea kwa kusema, naye kwa muda alikataa. Huyo hakimu kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Huyu hakimu kwa sababu hamchi Mungu wala ajali watu, kwa sababu tunajua mtu anayemcha Mungu ndani yake anakuwa na roho ya Mungu. Sasa huyu hakimu kwa sababu alikuwa hamchi Mungu, lakini kwa sababu wanadamu wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kuna kitu kinaitwa dhamiri. Dhamiri yake huyu hakimu ikamsuta, ikasema, ijapokuwa simchi Mungu wala sio mtu wa kujali watu, nitampatia mjane huyu haki yake, ili asije akanichosha kwa kunijia daima, kwa kunijia mara kwa mara. Mstari wa 6, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule dhalimu, yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nitaishia hapo kwenye mstari wa 7. Sasa hapa Yesu anakuja anamlinki huyu kazi dhalimu na anamfananisha na Mungu. Anasema ikiwa dhalimu alifatwa mara kwa mara na akaweza kutoa haki, ikiwa yule kadhi dhalimu anaweza kutoa haki, je, Baba yenu wa mbinguni hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku na wana uvumilivu? Manake kumbe kama dhalimu anaweza kutoa haki, basi sisi Mungu wa mbinguni ambaye sifa yake ni mwema sana, ni mwaminifu sana, kama tutamwendea mara kwa mara katika kuomba bila kuchoka, basi atatupatia haki zetu. Ametuonesha mfano huyu mjane. Mjane ni mtu mnyonge, na huyu mnyonge kwenye kudai haki yake alivaa roho ya uhodari. Alikuwa achoki katika kudai haki yake kwa huyu hakimu dhalimu, lakini alipewa. Sisi Mungu anasema kwa wateule wake, sifa ya kwanza ya kupata haki yako kwa Mungu, uwe mteule wa Mungu. Anasema na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake, chosen one, waliochaguliwa na Mungu. Lakini pia anasema wanaomlilia mchana na usiku. Sifa ya pili ya kupata haki kwa Mungu, uwe ni mtu wa kumlilia Mungu mchana na usiku. Sifa ya tatu anasema na uwe mvumilivu. So hivi vitu tukisimama kumtafuta Mungu pasipo kuchoka na kusimamia sifa hizi, tutapata haki zetu mbele za Mungu na Mungu atatujibu haja za mioyo yetu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Vaa roho ya uhodari katika kumtafuta Mungu na kutafuta haki yako mbele za Mungu. Mungu ni mwema zaidi ya huyu kadhi dhalimu, atakupatia haki yako. Amen.